Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa siku ya leo tumesaini mkataba mmoja, lakini tumezindua mfumo, na zaidi hapo tumezindua machapisho au majarida matatu. Kwa upande wa mkataba tulisaini baina ya ZIPA, Mamlaka Kuu ya Uwekezaji Zanzibar ZIPA, Kamisheni ya Utalii pamoja na bandari. Mkataba huu na kwenda moja kwa moja kueleza na kufanikisha mashirikiano ya kuhakikisha kwamba minara yote ambayo inakwenda kuongoza meli au ilikuwa inatumika kwa ajili ya kuongoza meli, minara hii kwa muda mrefu sana imekuwa ikitumika kwa jambo moja tu ambalo ni kuongoza meli. Sasa hivi ni adhma ya serikali, na sisi kwa pamoja tumeamua kwamba minara hii sio tu iwe inaongeza meli, bali iwe ni sehemu ya kivutio cha utalii. Kwa hivyo katika maeneo ya minara ile na maeneo yaliyozunguka kutakwenda kuwekezwa miradi ambayo chachu yake ni uwepo wa ile minara kama wanavyofanya wenzetu huko duniani. Ilikuwa ni sehemu moja ya kutangaza utalii wa nchi, lakini kwa ni sehemu moja ya kuendelea kutanua wigo katika sekta nzima ya utalii. Sehemu ya pili ni ule mfumo. Awali mwaka juzi tuliweza kuzindua mfumo wa awamu ya kwanza. Awamu hii na kwenda ilikuwa na lengo la kusaidia mwekezaji kujisajili ZIPA. Awamu ya pili na kwenda kumsaidia mwekezaji kuwasilisha ripoti zake kwa wakati, kuwasilisha changamoto zake kwa wakati, lakini vile awamu hii na kwenda kufanya taasisi za serikali nyingine kama vile TRA, ZRA, ZSF na Kamisheni ya Kazi moja kwa moja kupitia mfumo huu wa ZIPA kuona maeneo ambayo wawekezaji wanaripoti ambayo moja kwa moja yanakwenda sambamba na kazi zao za kila siku. TRA wataona mapato ambayo wawekezaji wanaripoti ZIPA, ZRA wataona mapato ambayo wawekezaji wanaripoti ZIPA, lakini ZSF wataona ile kiwango cha mishahara na contribution ya wawekezaji kwa wafanyakazi wao katika swala zima la uwekezaji wa ZSF. Kwa hivyo hii inakwenda kuweka wazi masuala mazima ya uchangiaji, masuala mazima ya ulipaji kodi, lakini kuisaidia serikali kukusanya kodi stahiki kutokana na biashara na uwekezaji. Lakini la mwisho ni hizi majarida matatu. La kwanza ni magazine. Hili ni gazeti la ZIPA. Gazeti hili litakuwa linatoka kila baada ya miezi 6. Lengo la gazeti hili ni kutoa taarifa na kuwaruhusu na kuwapa nafasi wawekezaji, wafanyabiashara na taasisi nyingine za serikali na binafsi kupata fursa ya kujitangazia kupitia ZIPA. Lakini la pili ni strategic plan, mpango mkakati wa taasisi kwa muda kwa kipindi cha miaka 5. Mpango huu na lengo la kuhakikisha kwamba taasisi inajipanga na kuweza kutambua resources gani zinahitajika kufanya utaratibu wa kusaidia kuchambua uwekezaji, kufanya utaratibu wa kuhakikisha kwamba tunavutia uwekezaji wenye tija, lakini kuhakikisha kwamba tunavutia uwekezaji ambao unajali mazingira, lakini zaidi unajali uwepo wa wananchi na Wazanzibari kwa ujumla. Na cha mwisho ni ile annual review. Ni mpango wa serikali kuhakikisha kwamba tunawapa taarifa wawekezaji wetu, lakini tunawapa taarifa wale wote wenye nia ya kuwekeza, lakini wale wote ambao wana maamuzi ndani ya serikali au wamepewa jukumu la kufanya maamuzi ya serikali, kupata taarifa sahihi kwa wakati juu ya mwenendo wa uwekezaji nchini. Hivi ndio vitu ambavyo tumekwenda kufanya siku ya leo.